Kutoka hapo basi Waafrika wanaendelea kutumiwa kama askari wa mstari wa mbele katika vita vya Urusi na Ukraine, wakiahidiwa kazi na maisha bora, lakini wakipelekwa kwenye kifo. Nchini Kenya, familia kadhaa zinaomboleza wapendwa wao waliowawa vitani bila taarifa la matumaini ya kurejesha mili yao nyumbani. Vilio vya kuomboleza wapendwa wao waliopoteza maisha katika uwanja wa vita vya Urusi na Ukraine vimetawala kote Afrika. Wengi sasa wanahoji mamlaka kuweka maanani sheria kudhibiti maajenti ambao wamekuwa wakihadaa vijana tegemeo la Afrika kufanya safari za mauti. Tupate tathmini hilo ambalo limeletwa kwako na Kenneth Wandera. Kuna ukweli mchungu unaopaswa kusemwa bila kuficha. Waafrika wanatumiwa kama askari wa mstari wa mbele katika vita ambavyo si vyao. Vita vya Urusi na Ukraine vimegeuka kuwa uwanja mpya wa kuwavunja vijana wa Afrika, wakiahidiwa ajira, mishahara mizuri na uraia wa kigeni, lakini wakipelekwa moja kwa moja kwenye kinywa cha bunduki. Urusi imekuwa mstari wa mbele kuajiri vijana kutoka Afrika, wakiwemo wa Kenya, kwa kivuli cha kazi za ulinzi au mikataba ya kijeshi. Lakini uhalisia ni tofauti kabisa. Waafrika hawapewi heshima ya askari kamili. Wanawekwa mbele kama ngao ya risasi, wakitumika kupunguza vifo vya Warusi wenyewe. Ukraine imesema kuwa zaidi ya vijana 1,000 wa Afrika wamechukuliwa na Urusi na kupelekwa kupigana katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Wengi wao walivutwa kwa ahadi za uongo, kazi, masomo au hati za ukazi, lakini badala yake walikabidhiwa silaha na kusukumwa mstari wa mbele wa vita. Sasa baadhi yao tayari wamerudi nyumbani wakiwa wamekufa. Wengine hawarudi kabisa. Haya si mahusiano ya kidiplomasia. Huu si ushirikiano. Huu ni unyonyaji mkubwa. Serikali za Afrika haziwezi kuendelea kujifanya hazijui, huku raia wao wakichukuliwa kisiri na kupelekwa katika vita vya nchi ya kigeni ambavyo hawakuvichagua wala kuvielewa. Kunyamaza mbele ya hali hii si kutokupendelea upande, ni kushiriki kosa. Nchini Kenya, familia kadhaa sasa zinaishi katika giza la huzuni na maswali yasiyo na majibu. Wapendwa wao waliokwenda kutafuta riziki sasa hawarudi. Wameuawa katika ardhi ya mbali katika vita ambavyo hawakuvielewa wala kuhusika navyo. Cha kusikitisha zaidi, familia hizo hazijui hata walipozikwa wapendwa wao wala namna ya kurejesha mili yao nyumbani. Huu si ujasiri, huu ni usaliti wa utu wa Mwafrika. Nchi mwenyeji zina wajibu wa kisheria na kimaadili kuwalinda raia wao. Wajibu huo hauishi uwanja wa ndege wala haupotei kwa sababu mhalifu ni mshirika wa kimkakati wa kiuchumi. Kama maisha ya Waafrika yana thamani, basi serikali za Afrika lazima zichukue hatua. Je, dunia inawezaje kunyamaza wakati wa Afrika wanageuza bidhaa ya vita? Je, serikali za Afrika zinawezaje kufumbia macho wakati raia wao wanakufa kama askari wa kukodi katika mapambano ya kimaslahi ya mataifa makubwa? Kimya hiki ni ushirika mkubwa wa uovu. Hatua za haraka zinahitajika. Serikali zitoe maelezo ya wazi kuhusu raia wao walioajiriwa na Urusi. Mabalozi wa Urusi waulizwe na kuwajibishwa rasmi. Uchunguzi huru ufanyike kuhusu mitandao ya uajiri ndani ya nchi za Afrika. Pawepo na marufuku ya haraka ya uajiri wa kijeshi wa kigeni kwa njia ya udanganyifu. Na familia za waliouawa, waliopotea au kuzuiliwa zipate ukweli na haki kamili. Afrika lazima isimame. Lazima iseme hapana kwa matumizi ya vijana wake kama nyama za mizinga. Serikali lazima zilinde raia wake, ziwaonye dhidi ya mitego hii ya damu, na ziwajibishe mataifa yanayowatumia Waafrika kama silaha za kutupwa. Maisha ya Mwafrika yana thamani sana, na maisha ya mtu yeyote duniani. Vita vya wengine visituliwe kwa damu ya watoto wa Afrika. Vijana wa Afrika si wa kutumika kama sadaka, si vipande vya kubadilishana katika michezo ya nguvu za dunia. Hakuna vita vya kigeni vinavyohalalishwa kuuliwa kwa Afrika kwa siri.